Juni 5 kila mwaka ilisimikwa kwa siku ya mazingira duniani. Siku ambayo dunia huungana kuhamasisha na kuchukua hatua za kulinda mazingira yetu. Tangu kuanzishwa kwake na Umoja wa Mataifa mwaka 1973, siku hii imekuwa jukwaa kuu la kimataifa la uhamasishaji wa uhifadhi wa mazingira. Siku hii kwa mwaka 2025 imebeba kauli mbiu ya tokomeza uchafuzi wa plastiki, Beat Plastic Pollution. Na maadhimisho haya ulimwenguni yanafanyika nchini Korea Kusini, yakisisitiza umuhimu wa kushughulikia changamoto ya uchafuzi wa plastiki duniani. Takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa zaidi ya tani milioni 400 za plastiki huzalishwa kila mwaka, nusu yake ikiwa ni ya matumizi ya mara moja tu, huku chini ya 10% pekee ya plastiki hizo hurejeshwa, huku tani milioni 11 zikiishia kwenye maziwa, mito na bahari kila mwaka, sawa na uzito wa minara 2200, mithili ya mnara wa Eiffel pale mjini Paris. Athari kubwa zinashuhudiwa kutokana na hilo. Zaidi ya spishi 800 za baharini huathiriwa kupitia kumeza na kunaswa na plastiki, na binadamu humeza zaidi ya chembechembe 50,000 za plastiki kila mwaka kupitia chakula, maji pamoja na hewa. Katika juhudi za kukabiliana na tatizo hili, mataifa wanachama wa Umoja wa Mataifa wanajadili mkataba wa kimataifa wa kisheria wa kushughulikia uchafuzi wa plastiki, unaolenga kudhibiti plastiki kuanzia uzalishaji hadi utupaji wake. Hapa Tanzania, hali ya uchafuzi wa plastiki ni ya kutia wasiwasi. Kila mwaka takriban tani 29,000 za plastiki huingia baharini nchini Tanzania. Uzalishaji wa taka za plastiki kwa kila mtu ni takriban kilo 5.6 kwa mwaka, chini ya wastani wa dunia wa kilo 29, lakini changamoto kubwa ni usimamizi wa taka hizo. Ni 34% tu ya taka za plastiki zinazokusanywa kwa usahihi, huku zingine zikiishia kwenye mazingira, zikitishia afya ya binadamu na viumbe hai. Serikali ya Tanzania imechukua hatua mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupiga marufuku mifuko ya plastiki ya matumizi ya mara moja mwaka 2019. Zaidi ya hayo, kampuni 8 zimeungana kusimamia taka za plastiki kupitia muungano wa Polyethylene Terephthalate Recycle Company, yani PETCO, wakilenga kuboresha usimamizi endelevu wa taka. Lakini pia tunashuhudia juhudi mbalimbali zinazofanywa na watu binafsi, asasi zisizo za kiserikali na asasi za kiraia, huku pia zikiwekeza nguvu kubwa katika kutoa elimu, kufanya uchechemuzi pamoja na kupinga uzalishaji na matumizi ya taka za plastiki kwa kutumia mbinu bora za urejeshaji, utumizi wa mara ya pili pamoja na mbinu za kutokomeza taka hizi. Maadhimisho ya kitaifa ya siku ya mazingira duniani mwaka huu yanafanyika jijini Dodoma, yakiongozwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Philip Isdor Mpango. Kauli mbiu ya kitaifa ni mazingira yetu na mustakabali wa Tanzania. Tuchukue hatua sasa kudhibiti uchafuzi wa plastiki. Ni wakati wetu sasa kama Watanzania kuchukua hatua. Tuchague kutumia bidhaa mbadala zisizo za plastiki. Tushiriki katika shughuli za usafi wa mazingira na tuelimishane kuhusu madhara ya plastiki. Kwa pamoja, tunaweza kuhakikisha Tanzania safi, salama na endelevu kwa vizazi vijavyo. Naitwa Nyamguma Mahmud, Dosti Habari.